Mimi nazungumza kwa niaba ya hawa wakubwa zangu, wamenituma nilete salamu, niwajulishe mapenzi yake ya dhati, anawathamini na ataendelea kuhakikisha watu wote wenye ulemavu nchini wanapata fursa muhimu ili waweze kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Na anasema ulemavu sio mwisho wa ndoto zenu. Vile vile Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wasalimu sana, na amenituma nimfikishie salamu zake nyingi na pongezi kwa watu wote wenye ulemavu katika kupata fursa ya kushiriki katika kazi zote za maendeleo, lakini pia kwenye maadhimisho ya siku hii ya leo. Naomba niwasilishe kwenu salamu za Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimu sana na anatakia heri nyingi katika siku yetu hii ya leo ya siku ya watu wenye ulemavu duniani, na Tanzania tunaisherehekea hapa leo Morogoro. Ndugu zangu, viongozi wetu hao wote kwa pamoja wanatambua na kuthamini sana uwepo wa maadhimisho haya, na ndio maana tuna uwakilishi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu kwa nafasi ya Katibu Mkuu Amon Mpanju, na kushukuru sana Amon kwa kuwepo hapa. Baadaye mimi nitakwambieni hadithi yangu mimi na Amon. Maana kuna watu wameona mbona wale kama wanapatana sana hivi. Mdogo wangu huyu tuna historia ndefu mimi na baba. Msumbufu alafu kila mwaka kuwa ni siku ya kimataifa kwa watu wenye ulemavu duniani. Lengo ikiwa ni kuhamasisha jamii katika nchi zote kutambua haki na fursa sawa, kutambua ushiriki wa watu wenye ulemavu katika masuala ya maendeleo, kutambua mahitaji yao na kutambua changamoto zinazowakabili, lakini na kutafuta namna ya kukabiliana na changamoto hizo. Aidha, napenda kuwapongeza kwa kuadhimisha maadhimisho haya mwaka 25 yakiwa ni maadhimisho 23 hapa nchini, na hiyo peke yake nayo ni mafanikio makubwa kwetu sisi sote. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni suluhisho la mabadiliko kwa ajili ya maendeleo jumuishi. Kiingereza kina shida kidogo, sio kama ni maendeleo jumuishi au maendeleo shirikishi, lakini maendeleo jumuishi, maendeleo yanayojumuisha watu wote pamoja na watu wenye ulemavu. Nafasi ya ubunifu katika kuchagiza dunia inayofikika na yenye usawa. Kauli mbiu hii inatukumbusha na kusisitiza kuhusu masuala ya ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali ili kuleta maendeleo yaliyo sawa na endelevu na kuboresha maisha ya watu wenye ulemavu kwa jumla. Aidha, kauli mbiu hii inajielekeza katika kuhakikisha kuwa ujumuishaji wa watu wenye ulemavu kuanzia hatua ya upangaji wa mipango mbalimbali yetu, pale tunapokaa kuanza kupanga mipango inayohusisha watu wenye ulemavu, tuwashirikishe kwa kuzingatia mwelekeo wa nchi katika masuala ya uchumi wa viwanda, maendeleo ya teknolojia. Asiachwe mtu nyuma kutokana na hali yake ya ulemavu. Narejea tena, kwaya imetukumbusha ya wale wanafunzi, watu wenye ulemavu wanahitaji mapenzi yetu, wanahitaji tuwatambue kwa uwezo wao na sio tuone kama tunawafanyia ihsani. Sio ihsani. Wana wajibu wao, wana uwezo wao, wana haki zao, na sisi wote ni wajibu wa kuwashirikisha katika maendeleo ya kitaifa. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuyapa kipaumbele masuala ya watu wenye ulemavu nchini katika nyanja zote, ikiwa elimu, afya, uwezeshaji wa kiuchumi, huduma za marekebisho, michezo na utamaduni, pamoja na shughuli za kisiasa. Watu wote ni mashahidi kuwa tumeona jitihada mbalimbali za serikali katika kutekeleza mipango na mikakati mbalimbali ya kuimarisha upatikanaji wa haki na msingi na ustawi wa jamii ya watu wenye ulemavu katika maisha yao ya kila siku, ndani ya familia zao na ndani ya jamii inayowazunguka.
Sasa pamoja na mambo mengi yaliyofanyika, naomba nieleze yafuatayo. Moja, serikali inatambua umuhimu wa kuwawezesha wananchi ili kuweza kujikwamua kiuchumi katika kupitia mifumo ile, mfuko wa 10% unaotoa mikopo kwa vijana 4%, wanawake 4% na watu wenye ulemavu 2%. Walionitangulia wamelisemea. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kwenye risala ya KIVYAWATA zimesemwa changamoto na upatikanaji wa mikopo hii, nayo ni sehemu ya changamoto iliyojieleza, na mimi nataka niwaeleze kwamba serikali imejikita kufanyia kazi mikopo hii ili upatikanaji wake uwe ni rahisi zaidi kwa vikundi vya watu wenye ulemavu. Namba 2, serikali imeendelea kutekeleza dhamira yake ya kutoa elimu jumuishi kwa kuhakikisha kuwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata vifaa na mahitaji yanayowawezesha kujifunza kwa ufanisi. Tumesikia risala ya ofisi ya Waziri Mkuu, na nataka niongeze kwamba serikali imeboresha miundombinu ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wakiwemo wenye ulemavu kwa kujenga mabweni mahususi katika mikoa ya Shinyanga, shule ya Buhangija, Njombe, shule ya Idofi, Arusha, shule ya Longido, Lindi, shule ya Mtanga, Tabora, shule ya Goweko, Singida, shule ya Darajani, Manyara, shule ya Songambele na Rukwa, shule ya Msanzi, pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa mahitaji yote ya msingi ikiwa ni pamoja na vifaa vya kujifunzia na nyenzo za kujimudu. Naomba pia niwahakikishe kwamba pamoja na jitihada hii kubwa, serikali itaendelea kufanya kazi hii kubwa ya kufikisha shule hizi mahususi kwa ajili ya wanafunzi watoto wenye ulemavu na kuhakikisha kuzikarabati na hizi zilizokuwepo ili ziweze kufikia malengo tarajiwa. Ndugu zangu, kuandaliwa kwa miongozo mbalimbali pia ni kazi ambayo ikiwemo mwongozo wa mafunzo ya amali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ya mwaka 2025 ili kuhakikisha wahitimu wanakuwa na ujuzi, maarifa na stadi zitakazowezesha kujitegemea na kuchangia maendeleo ya jamii. Mwongozo wa matumizi ya breli ya mwaka 2025 ili kuimarisha matumizi ya breli katika nyanja mbalimbali. Yote haya ni sehemu katika kazi ambazo serikali inafanya ili kuhakikisha tunafikia malengo ya kisera kwa watu wenye ulemavu. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, serikali kwa kutambua umuhimu wa vyama vya watu wenye ulemavu imeendelea kutenga ruzuku ili kuviwezesha vyama hivyo kuweza kujitegemea na kutekeleza majukumu yao. Kwa mwaka wa fedha 2023 zilitengwa shilingi milioni 200. Kwa mwaka wa fedha 2024/25 kiasi cha shilingi milioni 238 na laki 9 zilitolewa kwa vyama 13 pamoja na shirikisho la KIVYAWATA. Nimetambua kwamba kwenye hotuba yenu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa KIVYAWATA, kwenye hotuba wenu mmesema kwamba pesa ile ni ndogo na kwamba mngependa serikali iongeze ruzuku hiyo. Mimi nimetumwa kuja kusoma salamu hizi za serikali. Nimepokea salamu zenu na naomba nizirejeshe kwamba kile kinachopatikana tunasema asante sana, lakini tunaomba kiongezeke kwa ajili ya shughuli za watu wenye ulemavu. Naomba niruhusu nirejeshe salamu hizi. Katika eneo la afya, serikali imeendelea kuboresha huduma hizo kwa kujenga vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo na miundombinu rafiki, kwa maana hospitali za halmashauri, vituo vya afya na zahanati, na hivyo tumesogeza zaidi huduma karibu zaidi kwa wananchi. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, ninashukuru kwa risala nzuri mliowasilisha ambayo imeainisha juhudi mbalimbali zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha haki na ustawi wa watu wenye ulemavu nchini. Ninawapongeza pia kwa kutambua na kuthamini juhudi za serikali. Mmeonyesha viwango vya juu vya ufahamu, vya kujitambua, vya utu, lakini pamoja na kuelewa changamoto mbalimbali za jamii za watu wenye ulemavu, mmeweza kuthamini kazi anayoifanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan
katika kuwapatia haki na stahili zenu na ushiriki wenu katika maendeleo ya pamoja ya taifa letu. Kitendo hiki kimenitia moyo sana na hamasa, na naomba nikwambieni kwamba kitendo hiki pia kinatia moyo sana na hamasa ya kuweza kufanya zaidi. Asanteni sana kwa salamu za shukurani kwa Mheshimiwa Rais, na mimi nitazipeleka, na mtu anayeshukuru maana yake sio kwamba amemaliza kuomba, maana yake akirejea kuomba zaidi apewe zaidi. Nimesikiliza kwa makini changamoto mlizowasilisha. Ndugu zangu, kuna mapitio ya sera, kuna masuala ya bima ya afya, kuna masuala ya miongozo mengine, kuna masuala ya kuridhia Africa Disability Protocol. Yote haya mimi nimeyapokea, na naomba mniruhusu kama Mshenga niyapeleke kwa watu wa viongozi wenzangu mbalimbali kwenye wizara husika, ili kwa pamoja zikafanyiwe kazi na zifikishwe kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya maamuzi yake. Lakini kwa bahati nzuri hapa miongoni mwetu tuna naibu katibu mkuu ambaye naomba Mheshimiwa Amon nikukabidhi haya yote, salamu za watu wa Shibilata, lakini pia na haya mambo mengine yote, ili utufikishie huko serikalini kwa viongozi wenzetu. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu.